majira, wengine hatakuwa tunajua maisha yetu na watu. Tunakushukuru kwa ajili Bwana Yesu kwa mjua wa magumu wa Mungu. Ninapomaliza mkutano siku ya kesho na leo niko hapa Mfalme, ni kwa ajili ya neno lako. Ninasema ni asante Mtakatifu Mfalme wa Mungu. Hii barabara huwa inapita magari za madevu worshipers, watu wengine wanatolewa makafara, watoto wa watu wanakufa kwa jina la Yesu, watu wanakufa Mungu, wengine hata wanaota ndoto mbaya. Hii barabara imemeza wengi, damu za watu zimemwagika mingi. Jehova Yesu, katika barabara hii nimekanyanga na mguu peku, nikiamurisha ngome zote katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus Christ. God, damu za watu wako Mungu, wengine wamefariki dunia. Hii barabara imemeza watu wengi Jehova, damu za watu zimeenda, watu maisha imebadilika. Ninakushukuru Bwana, naomba ukatende neno Mfalme Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mtakatifu. Ninapotembea barabara hii kama nabii wako Bwana, ninaachilia nguvu za Mungu mtakatifu. Pikipiki yoyote itakayoendeshwa kwa hii barabara Mungu, hakuna road accident katika jina la Yesu. Hakuna gari itakayopitia hapa Mungu ifanye ajali katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia roho wa Bwana, ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu in the mighty name of Jesus. Baba, ninajua kwamba Mungu una uwezo mkubwa wa kutenda, una uwezo mkubwa wa kuonekana Mfalme. Bwana Yesu, najua Bwana Mungu hakuna kama mtakatifu. Ninakamata kila madevu wewe pana nguvu zao in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kila wakati wanaamuka na kumaliza maisha ya watoto. Watu walikuwa ni wazuri lakini baadaye wanakufa. Kuna roho za watu zilikuwa ziwe duniani leo ambao zinahitaji kuwa ziko hai lakini zimekufa katika Mungu Mfalme Bwana. Na kuna ambao wanakuwa Mungu ambao walikufa wanafaa kuwa hai leo mtakatifu. Na leo hii wengine walifariki dunia na ikuwapasa wakufe Jehova. Inakuja mbele zako mtakatifu Mfalme Simba Yuda. Hii barabara imetengenezwa na wanadamu, imetengenezwa na watu mtakatifu. Ninapotembea barabara hii Mungu Jehova, katika jina la Yesu Kristo kama nabii wako, niko hapa nikimalizana na kila nguvu za kichawi, nguvu zote za kiganga in the mighty name of Jesus. Inasambaratisha kila uchawi, inasambaratisha ngome zote za kila radi, kila ngome zote za kichawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninajua Bwana Yesu na uwezo Mfalme, wewe ni Mungu na hakuna aliye kama mtakatifu. Ninajua Bwana Yesu na uwezo mtakatifu, una uwezo wa kuonekana Jehova. Achilia damu ya Yesu Kristo ikatawale, achilia damu ya Yesu ikatawale kila mazigaombe na kila nguvu za majini na kila mapepo katika jina la Yesu ambazo zinaanza kuwa zinakunywa damu za watu. Bwana Yesu, tunaachilia nguvu zako, ninaachilia nguvu zako kwa hii barabara, kutoa barabara mpaka kule barabara inatoka Meru. Ninaachilia nguvu za Bwana, hii barabara Mungu inateremka, hii inaenda mpaka jua kali. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Operation malizana na nguvu za kichawi, operation malizana na damu operation malizana na damu zote ambazo ziliwekwa, damu ambazo watu waliokopaza kufa, wengine walichinja makondoo ili damu za watu ziendelee na kumwagika. Mwingine amejenga madhabahu kwake nyumbani ili amalizane na watu Jehova. Mwingine sasa amejenga madhabahu ambayo iko nyumbani kila wakati anaiongelesha. Ninakuja mbele zako Mfalme Mungu Simba Yuda, you are the Lord Almighty, you are the King of Glory. Bwana Yesu, ninakamata kila ngome zote, kila nguvu ya uchawi, nguvu zote za kimapepo, nguvu zote za majini, nguvu zote zinamaliza watu in the mighty name of Jesus Christ. I come against every order, I come against every power of the devil in the mighty name of Jesus. Kila nguvu zote za devil worshiper katika jina la Yesu Kristo, ninakamata nguvu zao in the mighty name of Jesus. Ninakamata nguvu zao in the mighty name of Jesus. Ninakamata nguvu zao katika Jesus. Ninakamata mkuu wa anga, ninakamata kila devil worshiper katika jina la Yesu Kristo, wanaofanya watu wanakufa Bwana, wengine wakupasi kuwa wamekufa, wanafaa kuwa Bwana wako duniani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mfalme Simba Yuda, Mfalme, wewe ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mamlaka. Ninajua Bwana Yesu una uwezo mtakatifu, nenda ukapata kuonekana Jehova. Ninaachilia nguvu zako in the mighty name of Jesus. Ninaachilia nguvu zako hapa Bwana. Ninapomalizia crusade hii, ninaomba Yesu ukapata kuonekana. Ninapomalizia crusade hii, ninaomba Yesu ukapata kuonekana in the mighty name of Jesus. Lipaka tarabozekileba, rimazeke telebozilipa, rika
Likalebo zanta labo yelepa. La kalabo zete lebo zindali mama. Likalebo zanta labo zikiliba. Lama zekete lebo zantele baba. Lama zakata labo zete lebo zinda. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, ninakanyaga udongo huu kwa mgumo. Ninakanyaga udongo wa mgumo na miguu yangu. Ninakanyaga ardhi hii ya mgumo. Ninakanyaga ardhi ya mgumo na miguu yangu peku. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yote ambaye ni mchawi, na ninalaani mchawi yeyote katika jina la Yesu. Ninalaani mganga yeyote katika jina la Yesu. Anayefunga pepo ninamlaani katika jina la Yesu. Ambaye ni devil worshiper, ninaamurisha aliyekuwa anapenda akapewa na wachawi, wote alienda akapewa kule kwa kalta, alipojiunga na Freemason na Illuminati, na katika jina la Yesu mambo yote ikamrudia. Hiyo nguvu ya giza na ikamrudia. In the mighty name of Jesus, ninaachilia neema yako Jehova inapokamata mchanga huo. Yeyote ambaye aliyekamata na akaingia katika maisha ya watu, venye hii mchanga itaenda, venye hii mchanga itaishia, venye hii mchanga itaishia, na hata yeye akaishia hivyo hivyo. Venye hii ardhi, venye hii ardhi, venye hii ardhi itaenda na akaishia hivyo hivyo katika jina la Yesu. Venye hii udongo itaachia na yeye akaishia hivyo hivyo. Mungu, venye hii mchanga itaashia, venye itaenda tu na iende kama, venye hii mchanga itaenda tu na yeye tu akaenda hivyo hivyo katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, na katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu atakapokuwa na anasambaratisha na anachukua nguvu za watu wengine wanafanya kazi lakini vitu vyao vinaenda. Wengine wanatafuta pesa lakini pesa isiwasaidie. Wengine wanatafuta pesa na baadaye pesa zinapotea. Baadaye wanakamata vitu vya maana na baadaye vitu vinaishia. Kuna baba na mzee walikuwa na maisha mazuri, lakini saa hii hawako pamoja. Wameachanishwa na mashetani, wameachanishwa tu na adui. Kuanzia saa hii katika jina la Yesu, kila adui na kila yote aliye hapa akasema kwamba maisha ya watu itaenda. Nimepiga magoti katika barabara hii, nimepiga magoti katika barabara hii, na yeyote aliye hapa na atamalizana na watu kwenye udongo itaenda, na yeye amalizane hivyo hivyo kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, yoyote kuna shida ya kuangamiza wengine, wamekisiria kusubia kufungwa. Wengine wanatafuta pesa hawapati, wengine wamefungwa na mapambe, wengine wamefungwa na madawa mbalimbali, wengine vitu vimezoroteka, wakina wapamba nakuthaithando kanandige ngoro yakwa Mwathani, nakuthaithando kanandige ngoro yakwa Mwathani, nakuthaithando kanandige ciana ciakwa Mwathani, nakuthaithando kaindige muciĩ wakwa Mwathani, nakuthaithando kanandige maisha yangu Baba, nakuomba usiniache. Wala Mungu Baba, wala Yesu, wala Baba, wala Yesu, wala Baba, wala Yesu, wala Baba. Nimetoka mbali na wewe, usiniache peke yangu. 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 Nimetoka mbali na wewe, usiniache peke yangu.
nimetoka mbali na wewe Yesu, usiniache peke yangu. Nimetoka mbali na wewe, usiniache peke yangu. Nimetoka mbali na wewe, usiniache peke yangu. Nasema nimetoka mbali na wewe, usiniache peke yangu. Nimetoka mbali na wewe, niache peke yangu. Bwana wa mabwana, nani kama wewe? Bwana wa mabwana, nani kama wewe? Nasema Mungu mwenye miujiza, nani kama wewe? Nasema Bwana wa mabwana, nani kama wewe? Nasema Mungu mwenye uwezo, nani kama wewe? Bwana wa mabwana, nani kama wewe? Bwana Yesu unaweza. Wewe ni mfalme mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Hakuna aliye kama mtakatifu Jehova. Nimeleta injili yako hapa Bwana, nikijua kuna wakati nitakuwa naenda mataifa. Kuna wakati kwenye taifa la Kenya nitakuwa nahubiri kwa stadium. Kuna wakati nitakuwa nahubiri kwa viwanja vikubwa. Kuna watu ambao Bwana hata hapa wananisikiliza leo hii hawezi karibia, lakini kipindi hicho watanisikia wasema kwamba tungelijua wakati alikuja kwetu, sasa hivi hawezi pata nafasi. Mungu, ninaomba ukaonekane mtakatifu. Nikumbuke nahitaji vyombo vya kuhubiri kule stadium. Mungu, nahitaji pesa kununua viti watu wakikalia kwenye kurusida, na nahitaji wanapiano wanacheza gita. Ninahitaji huduma mtakatifu mfalme. Wewe ambaye unayeonekana, wewe ambaye unatafuta mali, wewe unayebariki mtu unayempea kitu, ninaomba hata gari ya kubeba vyombo na hata gari ya kwenda huduma mtakatifu. Ninajua Yesu una uwezo wa kutenda. Hali hizi zingine zilitoka na sikuwa nazo. Unaweza niletea, unaweza nipea Mungu. Kuna mtu ambaye ananitazama, kuna mwingine ananisikia Jehova, na ako na hitaji, na mimi ndio niko nayo Bwana mtakatifu. Solution yake inapitia kwangu, ndiye apone mtakatifu. Hautakuja mwenyewe, lakini unatumana. Wakati wa Musa ulitumana, wakati wa Elia ulitumana, wakati wa Elisha ulitumana. Wakati mwingi Mungu anatumanaga, ukujeki mwenyewe. Ninaomba katumane mfalme, naomba Yesu katumane, naomba katumane Mungu. Kumbuka ambao niliona wao hapa walijiunga nami tufanye kazi yako Mungu. Ninajua Bwana Yesu Kristo sijakuja bure. Kuna yule nilikuwa nimetumwa kwake, na huyo Mungu maisha yake itabadilika. Mungu, ninakuomba kuonekane, ninakuita ukaingilia kati, maana wewe ni mfalme mwenye nguvu. Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu unaweza, unaweza Yesu. Oh my Father, oh my Father, kuna wakati utafika nitakuwa stadium nikihubiri injili, nitakuwa na nyuki nikihubiri kwenye stadium, nitakuwa kwa stadium za Kenya nikihubiri injili. Hiyo wakati unakuja, hiyo wakati unaniletea Mungu, hiyo wakati unakuja ambao utanitumia mtu. Kumbuka mtumishi wako Apostle James Maina Ng'ang'a aliambia ule mzungu na akaenda na akapona. Aliporudi Kenya akaja kushukuru Mungu na akamlipia TV kuhubiri miezi 3. Nabii Tito Lemo alipotoa unabii wa 2022, yule rais ataingia mamlakani. Mungu, maisha yamebadilika. Juzi ametabiri kwanza the former prime minister wa Kenya ataondoka. Kwa Yesu Kristo, wewe ni mfalme mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Ninakuita Yesu Kristo, ninakuita Bwana Yesu kuonekane. Atakaye nisikiliza, atakaye nisikia Mungu,
naomba tu kuonekana kwa maisha yake. Mwenye ataweka madharau yake chini na kiburi, na nisikilize tu, Mungu mkumbuke huyu mtu. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Sema amen. Baba, asante kwa kibali chako, asante kwa neema yako, asante kwa neno lako mtakatifu, ukapata kuinuliwa na ukapata kuonekana, maana wewe ni mfalme mwenye nguvu. Asante Bwana Yesu Kristo mtakatifu, wewe ni Jehova Nisi, Mungu mwenye uwezo. Ninaomba tu kuonekana kwa mtu hapa, naomba kaingilia kati kwa maisha ya mtu. Kuna mtu alikuwa anakataliwa, kuna mtu maisha yake ilikuwa imeharibiwa, naomba hiyo maisha ya mtu alikuwa imeharibiwa na ikapata kurudi tena katika jina la Yesu. Hii neno isiende bure, naomba Bwana Yesu kuonekane, badilisha mji huu. Maybe kuna wengi walihubiri lakini hawako kama mimi. Mimi niko peke yangu venye nilivyo, wewe umeniita venye niko. Asante maana unaweza. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. The Bible imesema kwamba kwenye kitabu cha Ezekieli 11, Ezekieli 11 imesema kwamba tena roho ya Bwana ikaleta hata lango la upande wa mashariki, na tazama palikuwa na watu 25, na watu, the Bible inasema kwamba nikamwona Yezania mwana wa Azuri, na hao walikuwa anasema kwamba ni wakuu wa watu, na hao watu wanasema kwamba ni 25, na ndio wanatuganga uovu ndani ya mji. Na walipokuwa wanatunga uovu ndani ya mji, au ni wazee walikuwa ni watu ambao the Bible says, haijataja wa mama, imetaja wazee ambao the Bible inasema kwamba walikuwa ni 25 ambao ni wazee, walikuwa wanatunga uovu ndani ya mji. Wanasema kwamba mji huyo ni sufuria na wale watu wanakaa ndani ya mji huyo ni nyama. Nisikilize kwa makini my brother, my sister, nisikilize kwa makini. Hata kama uliyepanga usikilizaji wa upili ama manabii wa Bwana, mimi siku ingine nitakuja hapa na sitakuja hivi nilivyo. Mimi nitaingia na OCS na magari ya msafara na pikipiki zitakuwa zinaandamana. Utakuwa unauliza ni yule alikuja hapa ama ni mwingine. Nisikilize kwa makini. The Bible inasema kwamba ni watu 25 wanaotunga uovu ndani ya mji huo. Kuna wale wazee wanatunga uovu ndani ya mji huo, wanaosema mji ni sufuria, na wale watu wanakanga ndani ya mji ni nyama. Wewe unaweza kuwa ni nyama ya mtu na mji umekuwa ni sufuria. My brother, my sister, wherever you are, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, yeyote ambaye ni watu waliotunga. Kuna watu ambao wanasemanga mji ni wao, kuna watu wanasemanga mji ni wao. Mama anasema mji ni wake, baba anasema mji ni wake. Na leo nimekuja kusema kwamba mstari wa 4 Biblia inasema kwamba basi toa unabii juu yao. Leo nimekuja kutoa unabii juu, nimekuja kutoa unabii juu ya mji huu. Kuna watu wanasema mji ni wao, wanafanya watu wengi wanawafanyia kazi, watu wanatumia majini kufanya wengine kazi. Kuna watu wanatumia mitishamba. Asubuhi nilipoamka leo nimepatana na mwanaume, ameokoka naye ni pasta, na akaniambia mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Bwana, kuna mtu ambaye ako hapa, mimi sielewi mambo yako namna gani, ninafanya kazi na sijui pesa zinaenda wapi, nimejaribu hii hakuna kitu kinaenda. Akaniambia yule mtu ambaye anafanya kazi kwake yeye amefunga zaidi ya mwaka nyingi, na baadaye nikagundua kwamba hizo paka ndio sehemu ya majina anafanya kazi nayo. Nikamwambia nenda ukombe mambo haya, na hizo paka utaziona tena. Nisikilize kwa makini my brother, my sister, niko karibu kumaliza niombe alafu niende nyumbani katika jina la Yesu Kristo tu wa Nazareti. Listen me my brother, my sister, kuna wale watu wanatunga uovu ndani ya mji. Ni nani anayetunga uovu ndani ya mji? Anasema maisha yako itabaki the same again, na mimi nimekuja kutabiri kwa jina la Yesu, haitabaki the same again kwa jina la Yesu. Ni nani anatunga maovu katika mji? Anasema mji ni sufuria, anasema mji ni sufuria. Ni nani anatunga uovu ndani ya mji? Anasema mji ni sufuria. Ni nani anasema kwamba wana bodaboda watakuwa wanaendesha pikipiki tu, hawatawahi maisha yao kubadilika? Ni nani alisema kwamba maisha yenu itabaki venye ilivyo? Nimekuja kutabiri kwa jina la Yesu. Mstari wa 4 unasema kwamba basi toa unabii. Nimekuja kutoa unabii ndani ya mji katika jina la Yesu Kristo. Ni nani aliyetunga unabii? Ni nani aliyetunga uovu ndani ya mji wa Mugumo? Akatunga uovu akasema kwamba watu wa mji ni sufuria, na wanao mji ni sufuria, na watu ni nyama.
yeyote aliyokufanya nyama yake ikageuke ikawa yeye mwenyewe na imukule yeye mwenyewe kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao ni devil worshiper, wanakaa kitako mahali, wanazungumza, wanasema kwamba tutaona kama wengine watafanya kazi. Kuna mtu anajifanya ni tajiri mkubwa. Wewe ambao unafanya kazi unajifanya wewe ni tajiri mkubwa hapa. Sio mbaya kutafuta mali, na sio vibaya kutafuta maisha mazuri, na sio vibaya kuwa na pesa, na sio vibaya kuwa na magari, lakini Bwana akikubariki na hiyo magari itakuwa ni ushuhuda na maisha mazuri. Lakini umeenda kwa mganga, umeenda kwa devil worshipers, wakakwambia wewe una sacrifice maisha ya watu. Watu wamekuwa ni nyama. Kwa nini barabara inafanya accident pale juu? Nisikilize kwa makini. Pale juu tukipanda kuna ngome iko hapo ambao wameiweka hapo, ndio hiyo inakunywa damu za watu. Ukiteremka pale chini ukienda na jua kali, pia kuna ngome ingine imewekwa pale ambao kunafanyika accident na inakunywa damu za watu. Na watu ambao wametunga uovu kwa ajili ya mjua unakunywa damu za watu. Yeyote wewe unakunywa damu za watu, katika jina la Yesu utajaribu kukunywa. Raundi itakurudia kwa jina la Yesu. Raundi itakurudia kwa jina la Yesu. Umefanya anasa sana, umekuwa chakula ya watu, au utaendelea kuwa chakula ya watu, au utaendelea kuishi maisha unaishi. Nimekuletea Yesu Kristo ambaye akiingia ndani ya maisha ya mwanadamu mambo inabadilika. Popote Yesu alienda na alitenda mema, popote Yesu alitembea watu walipona, popote Yesu alienda wagonjwa walipona, popote Yesu alienda watu walifunguliwa. Ni nani alikuwa mgonjwa? Eti walisema wewe utakao kuwa mgonjwa. Walikutungia uovu wa magonjwa, wakatungia uovu wa kuendelea na vibaya, wakatungia uovu kuendelea na maisha mambovu, wakatungia uovu biashara isiendelee, wakatungia uovu vijana hata kuokoka ni shida. Nilikuwa ninatembea nikitoka kwa nyumba, nikapita hapo nyuma, nikaona uharibifu, pombe kila maeneo, maboga na sigara na bangi. Ninaachilia nguvu za Bwana. Yeyote aliyetunga uovu ili watu wasiokoke, ili maisha ya watu waharibike, ninatabiri katika jina la Yesu hawataendelea na kuharibika. Pombe hawataendelea na kukunywa, hawataendelea kuvuta bangi na sigara, hawataendelea na kuathirika. Wengi wameugua na magonjwa ya ukimwi, kisonono na gonoria. Kuna magonjwa walitunga uovu na wakaituma kwa maisha yako. Unakaa ugonjwa, unasema mimi hii ugonjwa yangu, ugonjwa yangu, ugonjwa yangu. Unasema ugonjwa yangu. Ni nani alikuambia ni ugonjwa yako? Kuna aliyetunga uovu ndani yako na akasema tutaona kwamba utanini. Kuna mtu anakulia ugonjwa yako. Kuna mtu anakula wakati unavuta bangi. Kuna mtu maisha yake inaenda vizuri, wakati unaamka unaenda kunywa pombe. Kuna mtu anafaidika kwa kunywa kwako pombe, wakati unakula mogoka, wakati unaendelea na kuchonga miraa. Kuna mtu anafaidika kupitia wewe wakati unafanya anasa. Kuna mtu anafaidika kupitia wewe, anasema kwamba wewe ni nyama yake na mji ni sufuria. Wewe ambaye uliyetunga uovu ndani ya mji, katika jina la Yesu Kristo ninaachilia the power of the anointing in the mighty name of Jesus Christ. Nikiwa nimesimama stadium ya leo, nimesimama ndani ya stadium, watu wamekaa pande hii, watu wamezunguka, watu wamezunguka stadium, wengine wamekalia viti. Injili inaenda. Kuna watu wameinua mikono sababu maisha hii imeenda mrama, mambo imewaendesha mnenge. Ninaachilia neno la kinabii, au utaendelea kuwa venye ulivyo katika jina la Yesu Kristo. Mapombe, 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 anasa, 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 anasa. Aliyetabiri mabaya kwako, nimekuja kutabiri mazuri. Aliyetamka
Bwana kwako. Nimekuja kutamka baraka. Mji huu ninatamka baraka katika jina la Yesu Kristo. Ni nani alizaliwa kwamba na akiwa na nyota, lakini uovu ulipotungwa nyota yake ikazikwa? Ninatoa unabii kwa jina la Yesu, nyota yako ing'ae tena in the mighty name of Jesus. Akasema kwamba your life shall be miserable in the mighty name of Jesus. Your life will never be miserable again. I'm prophesying in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I prophesy against this soil. In the mighty name of Jesus, it is going to produce blessings. I am going to curse every curse. Then I prophesy blessings in the mighty name of Jesus. Ni nani aliyesababisha vifo kwenu? Ni nani aliyesababisha vifo kwenu? Watu wanakufa ovyo ovyo. Leo nimekuja kutangaza hakuna kifo tena kwa jina la Yesu. Waliokuwa wanakunywa damu, ni nani anakunywa damu za watu wenu? Ni nani alitunga uovu ndani ya mji wako? Ni nani aliyetunga uovu ndani ya mji wenu? Isakuwa ni baba mkubwa ama ni baba mdogo. Baba mkubwa, nimejua kwamba katika maeneo haya mengi unakuta baba mkubwa mama mdogo anakamata familia na hata amemalizana nayo. Na mimi leo nimekuja, ninasimama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. My brother, my sister, wherever you are, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yeyote aliyetunga hofu ndani ya familia yenu, awe ni baba mkubwa mama baba mdogo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na asambaratike na hiyo uovu wake in the mighty name of Jesus Christ. Kuna wakati nilikuwa ninahubiri Ukambani, familia moja ikaniita kwao, wakaniambia, mtumishi wa Bwana, familia yetu inaendelea na kuisha. Nikawauliza, mnatakaje? Wakaniambia, Bwana mtumishi, tunahitaji utoe unabii kwetu. Na baadaye nikawafanya ibada. Imagine, kulikuwa na mtu, ni mama alikuwa anakuja kuroga, akija anakuja kuanzia saa 8 na anamalizana na urogi wake na anaondoka. Waliponiita nikafanya ibada na kuweka ukuta ambao huyo mganga akiingia na akapata kunaswa. Wakati nilimaliza ibada nikaondoka, niliwapia only 7 days na nikawaambia it is going to be done. Na baadaye nikawaambia kwamba wasubiri, kuna mambo inaenda kufanyika. Mimi nilikuwa kwenye misha za crusade, nikapigiwa simu na chifa na watu wa maeneo yao, wakaniambia hapa kuna mtu anatembea akiwa uchi na kinajielewi. Nikamuita OCS na maaskari na tukaenda pale. Kuna inaitwa Musi FM ambayo inatoka ni kule Ukambani, kama kuna Inoro TV na kama kuna Kameme TV zilikuwa pale. Wakati wanaangalia nini kinaendelea, ulisikia kuna mtu alikuwa kuna Ukambani alitupiwa nyuki, na alipotupiwa nyuki ikasemekana hakuna venye itakuwa kwamba ni nani atakayesiondoa. Wakati walisikia nilikamata mchawi, wakanipigia simu. Wamekuwa naenda kwenye TikTok wanapeana namba za watu wengine. Nilienda kwa hiyo familia na nikaguza ule mama kidogo. Nilipomgusa kidogo na akabadilika, akaona kwamba uko uchi. Alikuwa na roho ikiwa ni usiku, na baadaye akakuwa hapo mchana akiwa amestaka. Ama saa 2 ikafika, saa 4, saa 5 za mchana, saa 7 ndio imefika, bado wako pale anaonekana na roga. Nikaingia mwendo wa saa 8, saa 9, wakati Petro na Yohana waliamuka wakaenda hekaluni, wakavuka, wakaingia, wakampata kiwete akiwa anaombaomba. Na kiwete Petro na Yohana akamwambia,
Walipoangalia Petro na Yohana kiwete, wakaona hawa majamaa wako na pesa. Alipokuwa ananyoosha mikono apewe kitu, Petro na Yohana wakamwambia, sisi hatuna fedha na dhahabu, lakini tulionacho tutakupea. Na akaambiwa kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Hiyo saa 9 ikaingia, nikamgusa mahali. Nilipomgusa kwenye uso na akastuka, akaamka kwamba watu wamejaa. Ukiangalia kwenye YouTube yangu, ukiandika Elisha Masaku Ministries ama ukiandika King Masaku, ukienda kwenye YouTube yangu utaona hiyo video, ikiwa mama alikuwa ametoa nguo zote anaroga. Alikuwa anaroga akiwa uchi, mama mzee. Zile nyonyo zilikuwa zimeanguka wakati zilikuwa zinasema haleluya. Kipindi hicho zinasema amen, zimeanguka zikiwa zimekunjana. My brother, my sister, ukipatana na shosho akiwa anaroga au tamhurumia, my brother, my sister. Na baadaye nikaambia watu, na imetosha, wakainua mikono, akachukuliwa na serikali akavalishwa manguo. Na baadaye mama nikamuuliza, utampea Yesu maisha yako? Na akapiga magoti akaniambia, mtumishi, sitawahi roga tena, nimemaliza leo. Nikamuongoza sala ya toba na akampa Yesu maisha yake. Leo tunavyoongea, huyo ni mama wa kanisa na wanahubiri Injili, na leo maisha yake imebadilika. Nisikilize kwa makini. Ni nani alitunga uovu ndani ya familia yako? Ni nani alitunga uovu ndani ya maisha yako? Ni nani alikutungia uovu? Yote aliyetunga uovu nimebadilisha leo, natoa unabii kwa jina la Yesu, maisha yako ibadilike. Yesu anakuja kwa ajili ya wale walio wake. Wewe ambaye uko mbali, unahitaji tuombe. Wewe ambaye uko pale mbali, unasikia kwamba unahitaji, nataka tusimame na miguu yako tuombe, alafu tutakuwa namaliza mkutano, then nitakuwa ninaelekea. Nataka niombe na mtu ambaye anasema kwamba anataka kuokoka, na mtu ambaye uovu umetungwa kwenu nyumbani. Usiangalie ni nani, maisha yako imekuwa namna gani. Kuna wakati utafika utakuwa unauliza, nitapata wapi mtu wa Mungu? Wewe ambao uko pale ama unanisikiliza kwa ndani ya nyumba, nataka niombe. Wewe ambao unataka kumpa Yesu maisha yako, ungana nami napoongoza watu sala ya toba, na Mungu naonekana kwako. Naomba tu simama pote pale ulipo, simama tu kwa miguu yako. Mwenye wakudharau dharau, mwenye wakutii na atii. Nataka niombe na Mungu aonekane kwako. Popote pale ulipo, ungana nami, sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninatubu dhambi na makosa. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika upya jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninakataa shetani na kazi zake zote, na kuanzia leo nimeokoka na kuamini. Kuna mtu ambaye ameokoka, mimi simjui, lakini Mungu anakujua. Baba, nakushukuru kwa yule ameokoka, mtazamaji ambaye nitazama kwa TV, na pia wanaotazama wako hapa, wanaosikiliza pia kwenye maredio. Ninakushukuru Mungu kwa yule amempa Yesu maisha yake, onekana kwake katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana unaenda kutenda kwa maisha yake. Ninamfunika na damu ya Yesu Kristo na ukuta Roho Mtakatifu. Naomba Bwana Yesu kuonekana kwa maisha yake. Naomba Yesu kapate kuingilia kati. Mungu anaenda kuonekane, nenda kuingilia kati Jehova. Asante Bwana Yesu, ni kwa neema na kibali chako, na ni kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye umefungwa, unahitaji nabii atamke jambo kwa maisha yako, naomba tuungane nami ninapotamka. Wewe ambao they are watching me around the globe, na yeye ambaye nisikiliza kwa maredio, in the mighty name of Jesus,
popote ambao wewe ni mgonjwa, shikilia hapo ambao ni mgonjwa. Hapo unasikia panauma, nataka niachilie nguvu za uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu za Bwana hapo ambao ni mgonjwa. Yeyote ambaye ni mgonjwa, Bwana kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia nguvu za uponyaji. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Bwana kwa jina la Yesu. Bwana kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Bwana kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Bwana kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji. Wewe ambao umefungwa, be delivered in the name of Jesus. Be delivered. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. It's only you have to believe. Wewe amini tu. Hata kama uko ndani ya nyumba, amini utafunguliwa. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Whatever you're passing through, kila ngome za giza, out in the name of Jesus. Every evil spirit, out in the name of Jesus. Whatever you're passing through, achia Mungu na atengeneze maisha yako. Bwana Yesu, najua kwamba unaweza badilisha maisha ya msikilizaji na hata mtazamaji, na ni kwa jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Sema amen. Amen. Na Mungu ataenda kutenda mema. Wewe ambao uko na msini yako, uko na mia yako, unasema mtumishi, naomba nibariki na hii. Mungu ataenda kutenda. Baba, ni asante kwa sisa huyu ambaye ameona kwamba aje na bariki mia yangu kanunue